Kanisa, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika wakati mwingine tena tunapoendelea kutafakari ujumbe wa neno la Mungu katika wiki hii unaotuelekeza wazi habari za kipawa, na Biblia inaeleza wazi katika maandiko matakatifu, tukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 17 mstari wa 8, neno la Mungu linasema kipawa ni kama kito cha thamani kwake yeye aliye nacho, na kila ageukapo kinageuka. Kwa hiyo katika wiki hii tunaangalia kipawa ambacho ni kito cha thamani. Tunaangalia namna ya kupata hicho kipawa, Nilieleza katika siku ya mwanzo na ya pili kwamba kuna kipawa mtu anachopewa kutoka kwa mwanadamu, wapo wanaopata vipawa kutoka kwa Mungu, na wapo walio na vipawa kutoka kwa shetani. Ninaeleza habari ya kipawa kutoka kwa Mungu, sio cha shetani na wala sio cha wanadamu. Haleluya. Haleluya kanisa. Kwa hiyo katika siku hii tunatafakari tena kwa nini muamini ni muhimu kupata kibali. Kwa nini ni muhimu kupata kibali? Zipo sababu nyingi ambazo tutaziangalia za muamini kupata kibali. Mojawapo ikiwa ni kibali kinamtoa mtu katika kifungo. Mwanzo 19:19. Kibali kinalinda kusudi la Mungu katika maisha ya amini. Tukisoma katika Mwanzo sura ya 39 mstari wa 21, kibali kinavuta utajiri. Mwanzo 45:12, Biblia Zaburi 45 sura ya 12, Biblia inasema binti Tiro alikuwa na kipawa na matajiri wakajipendekeza kwake, jambo lililopelekea huyu binti Tiro na yeye kupata utajiri, akasogea ikulu, akajulikana na akawa mtukufu. Kibali kinamuinua mnyonge, na hakuna mwenye kibali anayezuiwa kufika mahali popote. Kibali pia kinamfanya aliyenacho kuwa na nguvu. Zaburi ya 89 mstari wa 17. Niombe tuanze na Esther sura ya 2 mstari wa 19, mstari wa 15 na mstari wa 17. Esther sura ya 2. Esther sura ya 2. Esther sura ya 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampokeza vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vijakazi 7 walio haki yake wa nyumba ya mfalme. Pia akamhamasisha yeye na vijakazi wake, wakaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanaume. Mstari wa 9 umekaza ukisema, yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake. Fadhili kwa maana ya kibali. Mstari wa 15 kitabu cha Nabii Esther, neno la Mungu linasema, hata ilipowadia zamu yake binti Esther, binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17, neno la Mungu linasema, mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akampa neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Amen. Hapa tunaona wazi kama andiko letu linavyosema na mafafanuzi yetu yanavyoeleza, kibali kinamfanya mtu aliye na kibali
popote, kukaa mahali popote, kukutana na mtu yeyote na kupata chochote, na hazuiwi na lolote. Haijalishi Esta alikuwa namna gani, lakini aliweza kupata kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yake. Biblia inasema katika huu mstari wa 17 kwamba mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote, basi akamtia taji ya kifalme. 15 hata mstari wa 15, hata ilipowadia zamu yake Esta binti Abiaili mchumba wake Mordekai, ambaye alimtoa kwa binti yake ili aingie kwa mfalme, naye hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme mwenyewe mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esta alikuwa amepata kibali. Yaani kukubalika machoni pa wote waliomwona. Hilo pointi muhimu. Machoni pa wote waliofanya nini? Waliomwona. Kwa hiyo kufanikiwa kwa mtu ni pale ambapo ataweza kuonekana machoni pa wote. Mazingira yanayofanya mtu asifike kwenye hatima yake ni pale asipoonekana. Inawezekana una jambo unalolifanya halionekani. Kuna jambo unalolifanya halionekani, ila kuna watu ambao wanaweza wakaona jambo lako, na wakiona jambo lako wasitambulishe kama ni la kwako. Kuonekana. Sema kuonekana. Kuonekana. Kufanya nini? Kuonekana. Inaumiza sana kuona mtu ana jambo analolifanya linaonekana, ila yeye haonekani, na lile analolifanya halionekani. Maana yake inaonekana ni kazi bure. Ni maombi yangu kwa Bwana, lile tunalolifanya watu walione na Mungu alione, liweze kutokeza lile ambalo Mungu amelikusudia. Inaumiza mno kuona mtu anafanya jambo halionekani. Inawezekana unalima, unacholima hakionekani, unafuga, unalofuga halionekani, biashara yako haionekani. Kwanza wewe hauioni na watu hawaioni. Kuna watu wanaosoma na kusomesha hawaoni kama wanasoma au wanakusomesha. Kuna watu ambao wamejitahidi kuwekeza mahali fulani, lile wanalolifanya pale halionekani. Ni kwa nini? Hakuna kibali. Sijui kama inaeleweka. Kuna vitu ambavyo havionekani. Unajiuliza kitu gani kimetokea? Kwanza na wewe uvioni na watu hawatakuona. Hello. Biblia inaeleza Esta alionekana. Haijalishi alikuwa house girl, mfanya kazi wa ndani, lakini alionekana. Huyu mtu wa chini mno alionekana. Mungu alikuwa amewekeza kitu ndani yake, hata kama ni house girl, hata kama ni mtu ambaye ni kwa kudharauliwa, lakini Mungu akawekeza kitu ndani yake ili aonekane. Na wewe una kitu, mimi sio kama unaelewa. Haijalishi kwamba wewe uko kwa kiwango gani, wewe una kitu ndani. Hicho ulicho nacho watu wakione, hicho ulicho nacho na wewe ukione, hicho ulicho nacho Mungu akione, hicho ulicho nacho kilichoko ndani yako jamii itakiona. Ina uwezo wa kukitumia kwa ajili ya faida ya kwako na kwa ile jamii inayokuzunguka. Haleluya. Esta akapewa kibali cha kuonekana. Kibali kinamfungulia milango yeye macho hata akiwa katika nchi ya ugeni. Nenda kasome kitabu cha Ruthu sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 13. Na Ruthu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda, akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wafunaji, na bahati yake ikamtukia Bwana akaifikia sehemu ya shamba iliyokuwa mahali yake yule Boazi, ambaye alikuwa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehem kuambia wafunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Nao wakamtikia
Bwana akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyesimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyesimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabi. Naye akasema, tafadhali niruhusu kuokota masazo ya kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja naye akashinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyuma kitambo kidogo. Boaz akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiondoke kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuwaagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia akainama mpaka nchi, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako, hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu sio wajua tangu hapo. Bwana akujaze kwa kazi yako, nawe umepewa thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mbawa zake. Ndipo aliposema, Bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kuwaambia mema mjakazi wako, ingawa mimi ni si kama mmoja wapo wa wajakazi wako. Amen. Kuna ujumbe mrefu sana tunaweza kujifunza hata kwa mwezi. Hebu niende kwa ufupi kama ifuatavyo. Biblia inaeleza habari za mtumishi wa Mungu huyu Naomi, ambaye alikuwa katika nchi ya ugeni. Kwenye ile nchi ya ugeni aliweza kuolewa, mume wake akafariki na mama mkwe mume wake akafariki. Katika mazingira yale kila mtu ana mume. Basi huyu dada akaamua kwenda na mama mkwe, akamwambia, mahali utakapokuwa ndipo nitakapokuwa. Mungu akamwambia, atakaye Mungu wangu, atakayekuwa Mungu wangu, mahali ukifa uzike huko na mimi nitakufa huko nitazikwa. Lile ambao utalipata na mimi nitalipata. Akaamua kuongozana na mama huyu katika hayo maisha. Biblia inaeleza wazi kwenye nchi yoyote na taifa lolote wakati ule, kama mtu alikuwa na njaa, alipokuwa anapita kwenye shamba lolote ambalo lina kitu chochote, hakuruhusiwa kuvuna chochote. Alitakiwa afune, akae chini mahali alipovuna, anatakiwa kufuna kile alichonacho bila kuondoka na chochote. Na kwenye maisha hayo pia walikuwa watu ambao walikuwa ni maskini wa mwisho,
Ni furaha ya kana. Mtu yuko kwenye shida, anaenda kokota masaji na unaambiwa utalala hapa, utakuja hapa, usiamke. Kibali. Kibali ni kama kitu cha thamani kwa yeye aliyenacho. Kila kigeuka, kinageuka. Kila kigeuka, kinageuka. Kila kigeuka, kinageuka. Kila kigeuka, kinageuka. Somo hili ni refu mno. Somo hili tunaweza tukajifunza kwa mwezi mzima. Nimepita kwa haraka kwenye somo hilo, lakini kuna vitu vingi natamani kujifunza, na Mungu ametoka neema. Inawezekana kabisa Ijumaa hii au Jumamosi kuna mgeni mwingine ataingia kufundisha. Ninatamani nikimbia haraka ili nimpishe mwingine anayekuja nyuma yangu ili aweze kusimama kwa zamu yake vizuri. Lilikuwa somo la mwezi mzima. Nitapita kwa haraka lakini angalau utaelewa. Roho Bwana akitupa neema tutaingia. Wengine tupata vitini, hata kama hakitakusaidia tunarudia kufafanua tena. Haleluya. Kibali kinafungulia milango aliyenacho hata katika nchi ya ugeni. Haijalishi huko mahali ambapo hujulikani. Hakuna mwanafamilia, hakuna mwanaukoo, hakuna ndugu anayekukumbuka, hakuna anayekuelewa, lakini kibali ndicho kitakachoeleza zaidi. Kibali ni maisha. Na kwa kuwa kibali ni maisha, basi hakuna mtu anayeweza kufika mahali zaidi ya pale ambapo kibali kinaruhusu. Kibali kinachokuruhusu ndicho kitakachokutengenezea mazingira ufike pale. Katika Zaburi 30 mstari wa 5 tulisoma wazi pale maandiko kwamba kibali ni maisha. Na kwa kuwa kibali ni maisha, kinakuruhusu ufike mahali ambapo unakusudia kufika. Kuna watu naona wawili kama hawakuwepo, nirudie kwa faida yao. Inawezekana na mtazamaji wangu naye yule akuelewa. Zaburi 30 mstari wa 5. Zaburi 30 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kama usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Kibali. Kwa nini ni muhimu kupata kibali? Kibali ni muhimu kwa sababu kibali kwa waamini kinakuza kanisa. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 49, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 49, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 49, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 49, mstari wa 47, 48 mpaka 49 tunasoma wazi pale. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47, 48 mpaka 49, neno la Mungu linanena kwetu likisema. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47. Neno la Mungu linasema, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Haleluya. Haleluya kabisa. Wakaendelea kumsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Mstari wa 49 huko. Kwa hiyo tunasoma wazi pale, Bwana akalifanya kanisa likue. Kwa nini? Kwa sababu ya kibali. Kwa sababu ya kibali. Kuna mambo 11 yanayoweza kufanya kibali chetu kikaonekana au kikastawi. Nitayataja kwa haraka, afu baadaye nitataja mawili au matatu, mengine tutaendelea kusoma. Kwa nini muamini ashughulike kupata kibali? Kibali au afanye nini ili apate kibali? Kwanza, jambo la kwanza ni muhimu kuungama dhambi ili kupata kibali. Jambo la pili, ishi maisha ya haki. Jambo la tatu, uwekeza maisha katika neno la Mungu. Jambo la 4, amua kuwa mtu mwema. Jambo la 5, ongeza ufahamu mzuri katika maandiko. Jambo la 6, kemea tabia zisizokubalika. Jambo la 7, tafuta kujua nyakati za kujiliwa. Jambo la 8, oa au kuolewa na mtu sahihi kutoka kwa Bwana. Jambo la 9, jizoeze kila mara kujiombea. Jambo la 10, jenga tabia ya utoaji. Jambo la 11, shirikiana na Mungu katika utumishi uliotukuka kwa bidii na uhakikishe unawagusa watu waliokuzunguka. Pointi hizi za Biblia tutasoma andiko moja baada ya nyingine kwa siku hizi 2-3 zilizobaki. Haleluya. Haleluya. Dakika tu hizo nazo zinatosha, tuendelee na kipengele kimoja. Hivi ndivyo tutakavyohitimisha nao katika siku zijazo.
Leo nigusie pointi kama mbili, kesho nyingine kama 5, alafu nyingine tutamalizia wakati wa weekend. Ili tumalize vizuri, nitamwisha kile tutakachotembea nacho. Utaelewa vizuri. Utaelewa vizuri. Kutoka sura ya 4 mstari 22. Naanza na pointi ya kwanza. Kutoka sura ya 4 mstari 22. Kutoka sura ya 4 mstari 22. Neno la Mungu linanena kwetu likisema, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, ni mwanangu, ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kutoka 4:22. Danieli 9:13. Danieli 9:13. Danieli 9:13. Danieli 9:13. Danieli 9:13. Danieli 9:13. Neno la Mungu lanena kwetu likisema, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumuomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kusema mwisho wa juu. Tunaomba hapa katika jina la Yesu. Sema tunakana katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Ninashuka mbele zako. Yesu Mungu wa rehema. Ninaomba nirehemu. Pale ambapo sikuweza kusimama. Sura ya 26 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, je, Hezekia mfalme wa Yuda na watu wote wa Yuda walipokuwa katika mjini Yoshua afutanifuatiza maisha ya Bwana. Sema ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako saa hii tena. Ninaomba roho ya hekima, roho ya uweza, roho ya ufahamu juu ya roho zetu. Tunaelezwa nini hapa? Kwamba habari za kutubu na kungawa dhambi zinatufanya turejeshewe kibali. Hiyo ni pointi ya kwanza. Kutubu zinatufanya turejeshewe nini? Kibali. Jambo la pili, ishi na kutembea katika haki. Ishi na kutembea katika haki. Zaburi ya 84 mstari wa 11. Zaburi ya 84 mstari wa 11. Zaburi ya 84 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Ishi na kutembea kwa haki, hata wanyima kitu chema hao watembeao kwa uaminifu. 3, wekeza maisha katika neno la Mungu. Wekeza maisha katika neno la Mungu. Mithali 3:1-4. Mithali sura ya 3 mstari wa 1-4. Mithali sura ya 3 mstari wa 1-4. Mithali sura ya 3 mstari wa 1-4. Neno la Mungu linasema, mwanangu, usidharau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandikwe juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Tumaini lako wote, wala usijitegemee akili zako mwenyewe. Wekeza maisha yako katika neno. Wekeza maisha yako katika neno la Mungu. Wekeza maisha yako katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Mithali 28:13. Mithali 28:13. Mithali 28:13. Neno la Mungu linasema, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali, zaidi ya mtu ajipendekezaye kwa ulimi wake. Amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Kwa hiyo kuna njia nyingi pia za kupata kibali. Moja, kupata kibali, namna ya kupata kibali. Natamani dakika chache hizi zilizobaki tuende kwenye maombi, ikiwa tunakwenda kumwambia Mungu yeye huyu atusaidie tuishi maisha ya kutembea katika haki, tuishi maisha ya kuungama dhambi, tuishi maisha ambayo kibali chenyewe kitatutambulisha hata katika nchi ya ugeni. Huyu Mungu aliyemsaidia mtumishi wake Naomi atusaidie na sisi katikati ya maisha yetu. Aliyeruhusu masazo yakaokotwa katika mashamba, na sisi tunayo masazo yetu aliyotusazia. Mungu anayo masazo aliyotusazia. Yale masazo ambaye anatusazia ya kwetu, ambaye atakufanya tule. Ukiendelea kusoma kwenye ile andiko, tunaona aliweza kukota masazo ya kula msimu mzima, yale mpaka wafike hatua ya kupanda. Yeye alikuwa anaokota kila siku anapeleka nyumbani, anaokota kila siku anapeleka nyumbani, kana kwamba amepanda shamba mwenyewe. Mungu akitupa maisha haya na kuendelea kusimama katika kanuni hizo 11 ambazo leo tumetaja kwa sehemu na tutaendelea kuzitaja, atatufungulia milango, atatufungulia milango hata katika nchi ya ugeni, kwenye maeneo ambayo ni magumu mno. Sisi tutaona wepesi kwenye mazingira ambayo haiwezekani, yeye tutasikia neno la inawezekana. Kwenye mazingira ambayo hayaeleweki, lakini kwa Mungu atatengeneza nguvu ya kueleweka. Ni kwa nini? Kwa sababu ya kibali. Kibali alichopata Nabii Esther, na sisi Mungu anaweza kutupa kibali machoni pa mtu yeyote atakayetuona aone kibali, atakayetuona aone kibali. Jambo la kuona ni jambo kubwa mno kuliko mambo mengine. Inawezekana mtu akawa na biashara, lakini mtu anafika pale anauliza, "Madam, ulikuwa wapi leo? Ni kama ulikuwa umepeleka mtoto kliniki, kumbe ulikuwa kwa hata biashara yako haionekana." Mwingine anaweza kukuuliza, "Ndugu yangu, siku hizi uko wapi? Mbona hatuonani?" Kumbe haujahama Mleba, haujahama Tanzania, uko hapa Tanzania, lakini hajui kama unapatikana Tanzania. Mwingine mpaka namba ya simu anaweza akapiga wakamwambia haipatikani, jaribu baadaye, kumbe upo, na wala si hujasema kuonekana. Mungu atupe kuonekana. Simama tuombe. Simama tuombe. Tuombe kwa pamoja. Sema, "Ee Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninasogea mbele yako, naomba kibali. Kibali, naomba kukubalika. Nipe kibali nitakapokwenda, nitakapoishi, nitakapofanyia kazi. Nipe kibali. Naomba kibali kwa ajili yangu mwenyewe. Naomba kibali kwa ajili ya familia yetu. Naomba kibali kwa ajili ya uzao wetu. Naomba kibali kitokacho kwako. Ee Mungu, nipe neema pia ya kutunza kibali. Nipe neema pia ya kulinda kibali. Nipe neema pia ya kuheshimu kibali. Nipe neema pia ya kutodharau kibali. Nipe neema pia ya kuenenda kwenye kibali. Nipe nguvu pia ya kuishi kwenye kibali, ili kibali hicho kinisongeze eneo lingine, kinisongeze
hatua nyingine. Haijalishi ni usiku, kibali changu king'ae. Haijalishi ni asubuhi, kibali changu kionekane. Haijalishi ni jioni, kibali changu kisikike. Hata kama kuna mazingira yamezuia kibali, mazingira yoyote yasizuie kibali, yasizuie kibali. Kibali cha kwangu kikazidi kuonekana, kibali cha kanisa kikazidi kuonekana. Kanisa likue, kanisa liongezeke, kanisa lisonge mbele. Yeyote yule aliyezuia kibali kwenye maisha yetu, tunazuia kibali chake kikaondolewe. Kibali cha Roho Mtakatifu kikaonekane, 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 kikaonekane kwenye maisha yetu. Kibali cha Roho Mtakatifu kikaonekane kwenye kanisa, kwenye maisha, kwenye vipawa, kwa damu ya Yesu. Yeyote yule aliyezuia kibali akasababisha mazingira yakanikataa, na mimi mwenyewe nikajikataa, nikajikinai, nikaona sina maana, kila zuio linaondolewa, linaondolewa, linaondolewa kwa damu ya Yesu. Kila zuio linaondolewa kwa damu ya Yesu. Naondoa zuio, naondoa zuio, naondoa zuio, naondoa zuio, naondoa zuio kwa damu ya Yesu. Kibali alichopokea Nabii Esta mbele ya mfalme akaonekana, na mimi Bwana nikaonekana, 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 kusikia sauti yako wakaonekana, taifa langu likaonekana, mkoa wangu ukaonekane, wilaya yangu nikaonekane, ushirika wangu ukaonekane, mkoa wetu ukaonekane, kazi zetu za mikono zikaonekane, safari yangu likaonekane, kila nilifanyalo likaonekane, naomba kuonekana, likaonekane kwa damu ya Yesu. Nguvu ya kuonekana likaachiliwe kwenye maisha kwa damu ya Yesu. Kile kibali alichopokea Musa, na mimi Bwana nikakipokea. Kile kibali alichopokea Daudi, mimi Bwana nikaonekane. Kile kibali alichopokea binti Tino, mpaka matajiri wakajipendekeza kwake, na mimi asubuhi ya leo kibali cha binti Tino kikaonekane kwenye maisha, kwenye maisha, kwenye maisha, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba roho ya kushinda na zaidi ya kushinda kwa damu ya Yesu. Roho yoyote inayozuia kibali changu asubuhi ya leo ninaikataa, 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 ninaikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba zile kanuni 11 za kuzidi kutumia kibali nikatembea nazo kwenye siku ya kesho na kesho kutwa. Ninapoendelea kujifunza siku hizi mbili za kudumu kwenye kibali, Baba usisahau, Baba usisahau, niwe miongoni mwa wanaoondoka na kibali kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba usikie maombi yangu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba kwa Mungu tupungiane kwa neema tunamani. Amen. Asante Baba. Baba wako kwa mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Sema Baba katika jina la Yesu. Haleluya. Na kwa damu ya Yesu ninakushukuru. Mungu mwaminifu, Baba yetu wa mbinguni, asubuhi ya leo tunaleta shukrani zetu kwa neno la Mungu kwa ajili ya muda huu pekee. Unatukumbusha sana juu ya kibali. Ukasema kibali ni kama kitu cha thamani kwa kila anapogeuka kile kibali. Mungu tusaidie. Tukigeuka katika shida zetu za leo, tugeuke na baraka, tugeuke na ushindi, tugeuke na amani, tugeuke na mafanikio, tugeuke na ulinzi, tugeuke na uponyaji, tugeuke kila kitu cha kwetu kigeuke, kitufuate. Neema yako tufunike. Tunaposogea mbele yako kwa sadaka, tunaomba Mungu upokee sadaka zetu.
Umesema kwenye Isaya. Haya yanatana mstari wa kwanza na hapo. Pokea baraka zako. Bwana Mungu akuangazie wazo uso wake. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupatia amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tupokee, tulete shukrani zetu na baadaye tunaende kwa amani ya Bwana Yesu. Yesu